Sikia, nataka ujue hivi. Kusudi la kuumbwa kwako, listen to me very careful. Sababu ya Mungu kumuumba, nitoe mfano wa Adamu. Sasa Adamu alipoumbwa, kile kitendo cha kuumbwa kwa ajili ya kutawala, sikiliza vizuri, ndicho ile neno kutawala ndilo lililopelekea ile kazi ya kutawala, kusimamia uumbaji wa Mungu, ndio uliopelekea Mungu aamue kumuumba Hawa kwa ajili ya kumsaidia Adamu. Listen very careful. Yes, narudia tena. Lile neno kwamba wakatawale samaki wa baharini na vinginevyo, ndio iliyopelekea Mungu akamfanyia Adamu msaidizi anaitwa Hawa, ambaye Adamu anakuja kumuita ambaye ni mwanamke sasa, lakini Adamu anakuja kumuita mwanamke na anakuja kumuita Hawa, Adamu mwenyewe. Ndio sababu ya Mungu kumuumba Hawa kwa ajili ya kumsaidia nani? Adamu. Anamsaidia nini? Kazi aliyompa ya kusimamia uumbaji, na si vinginevyo. Semani, sio kumsaidia hisia zake za mwili, sio kumsaidia kutuliza hisia za mwili, no. Ndio maana kama unaoa kwa sababu ya tamaa ya mwili, au unaolewa kwa sababu ya tamaa ya mwili, utakuwa umefeli mahali fulani. Kwa sababu kama ni maalum kwa ajili ya hisia za mwili, umefeli. Kimsingi hakuumbwa au utakiwi kuwa naye kwa sababu ya hisia za mwili. Haji kumsaidia Adamu hisia za mwili, haji kumsaidia, anakuja kumsaidia kazi ambayo Adamu alipewa na Mungu. So mke unaoa anakusaidia kusudi la Mungu duniani, kwa pamoja ni yatimize. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ile sababu ya kwamba wakatawale ndio iliyopelekea Adamu akapewa utashi, ukapewa kuwa hivyo ulivyo, tukapewa kuwa hivi tulivyo. Hiyo ni sababu ya pili. Na sababu nyingine ndicho kilichopelekea Mungu akatengeneza mahali panapoitwa Edeni, akamweka nani? Adamu na Hawa. Kwa nini? Kwa sababu yuko na kusudi. Ndio maana alipoliacha kusudi, aliondolewa Edeni. Ukiacha kuishi kwa faida ya kampuni, utafukuzwa kazi. Kusudi la Mungu duniani